Kwanza tunarudi pale kwamba rais ana mamlaka makubwa. Hii mihimili ilitakiwa ibakie iwe huru. Rais anapomteua mkuu wa jeshi la polisi IGP, maana yake anaweza akamwelekeza nini cha kufanya, kwa sababu yeye ndio mteule wake. Anapomteua jaji wa mahakama kuu na kuteua majaji wote wa mahakama kuu, maana yake hawa watu bosi wao ni rais. Rais ambaye mwisho wa siku yeye ni mwenyekiti wa chama cha siasa. Kwa hiyo anaweza akatumia sio anaweza, na ndio kinachotokea. Na hata kada mmoja wa Chama cha Mapinduzi, Rostam Aziz, alisema mahakama zipo huru, maamuzi yanatolewa kwa kupewa maelekezo na viongozi wa kisiasa. Maana yake nini? Mahakama hazipo huru. Sasa ili kuimarisha hivyo vitu lazima kuwe na mchakato kama mataifa yaliyoendelea. Mathalani hapo Kenya, kumpata jaji mkuu sio kitendo cha rais analala anaamka asubuhi lienda au jaji mkuu, Mnyika au jaji mkuu, Muruga au jaji mkuu, na waipo hivi. Lazima kuna mchakato. Kweli unaona huyu mpaka amekuwa jaji mkuu, kuna mchakato ulipita na anastahili kweli kuwa jaji mkuu. Hao hata jaji tu wa kawaida. Sio Tanzania. Majaji wenyewe wa Tanzania hii, wanasheria, mawakili wanashangaa, hata huyu ameteuliwa kuwa jaji. Kwa hiyo kuna shida sana ya hizi issue za uteuzi. Sasa ili kukata mzizi wa fitina huo, rais anatakiwa apunguziwe madaraka, kuwepo na michakato ya kumpata mtu ambaye anakuwa kwenye nyadhifa fulani, ili asiwe bias, asiwe anamuogopa yule ambaye amemteua. Ndio maana zipo nchi, na napenda kutolea mfano Kenya, kulikuwepo na ile BBI wakati ule wa Ruto na Kenyatta rais. Ruto alikuwa makamu wake. Mahakama ilikataa ule mswada, sijui mapendekezo ya rais yalitaka ile BBI ipite. Mahakama ikakataa kwamba no, hii haiwezekani. Sasa niambie, Tanzania hii mahakama ipi inaweza kumwekea mguu chini rais kwamba rais anataka hili lakini haiwezekaniki kwa sababu ni kinyume cha sheria, itavunja haki za watu? Hiyo mahakama ya Tanzania hazina hayo meno. Hayo meno hakuna. Kwa nini? Kwa sababu mahakimu, majaji wanateuliwa na rais. Kwa hiyo hakuna namna yoyote jaji anaweza akakataa takwa la rais. Sasa tunapaswa kumpunguzia rais hayo majukumu, ili sehemu mihimili sensitive kama hiyo iweze iweze kubakia kuwa huru. Unapozungumzia mahakama, ndio chombo cha haki, na haki ndio kila kitu. Kinyimo haki yako, maisha yanakuwa magumu sana. Sasa inapotokea chombo kinachotoa haki kinaingiliwa na rais ambaye ni mwenyekiti wa chama cha siasa, haiwezi kuwa sawa sawa. Mara zote Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mmekuwa mkizungumza kuhusiana na masuala ya uwazi, kutaka serikali kuweka uwazi, uwajibikaji pamoja na kupambana na masuala ya rushwa. Chadema ina mpango gani wa kuimarisha uwazi, uwajibikaji na mapambano dhidi ya rushwa iwapo itapewa dhamana ya kuongoza nchi? Siku zote sisi tumekuwa ni watu tunaoamini kwenye uwazi na ukweli. Na kuna mambo kadhaa yanaendelea nchini kwetu ambayo sisi kama Chadema tunayaona haya yanapaswa kuwekwa wazi, lakini yanafanywa kwa vificho sana. Mathalan, mikataba mbalimbali ambayo nchi inaingia, tunafahamu kuna mikataba kadhaa mibovu sana serikali iliwahi kuingia, lakini bila wananchi kuifahamu. Mikataba kama ya madini ambayo pamoja na madini yote yaliyoko Tanzania na yanachimbwa na kwenda nje, lakini hakuna ule uhalisia ya Tanzania inademeka vipi kwenye madini. Kwa nini? Kwa sababu ya mikataba mibovu. Rais aliyepita marehemu Magufuli, kuna wakati alijaribu kupambana mpaka ile ikawa issue ya kuzuia makinikia sijui nini. Maana yake nini? Magufuli aliona kwamba hapa kuna mikataba mibovu, lakini sisi tulimwambia Magufuli kama chama, hayo makinikia unayoyazuia hutaweza kuyazuia kwa sababu yapo kwa mujibu wa sheria. Kuna watu wajinga ambao hawaitakii mema nchi yetu, waliingia mikataba hii mibovu. Kwa hiyo tuanze kufanya mabadiliko ya sheria hizi,
kabla yeye kuzuia chochote. Kwa hiyo akajitahidi kuzuia, lakini alishindwa, makinikia mpaka leo yanakwenda. Kwa hiyo hilo ni jambo moja wapo. Lakini jambo la pili, tunafahamu Tanzania sasa hivi deni la taifa lipo karibuni zaidi ya trilioni 100. Nikikuuliza wewe kwamba hizo fedha Tanzania inakopa, wewe unafahamu inakopa shilingi ngapi na zinakwenda kwenye matumizi gani? Na wewe kama raia ambaye mwisho wa siku unapozungumzia kulilipa deni la taifa, mimi na wewe na kila raia wa nchi anashiriki kulilipa hilo deni. Sasa wewe unashiriki kulilipa, lakini ulikubali likopwe hilo deni na linakopwa kwa matumizi yapi? Kwa hiyo lazima kuwe na uwazi wa ishu kama ya mikopo ambayo taifa linaingia. Tunatamani kuwe na mjadala kwamba okay, nchi sasa inahitaji kukopa kiasi fulani cha fedha kutoka nje, iwe ni Benki ya Dunia au kwa mataifa fulani au benki fulani, kwamba tunakopa kiwango hiki cha fedha. Wananchi wajue kwamba kweli kuna kitu tunahitaji kukisukuma kama taifa, lakini fedha hatuna, tunahitaji tukope. Kwa hiyo uwepo mjadala ili hiyo mikopo iwe ya wazi kwamba tunahitaji kiwango fulani cha fedha kwa sababu ya jambo fulani, na hiyo mikopo tutairejesha kwa utaratibu huu kwa muda huu. Lakini sasa hivi unasikia Tanzania imekopa trilioni kadhaa, hujui zinakopwa hizi fedha zinakwenda kufanya kazi gani, na hiyo kazi kweli inatija kwa Watanzania? Ni kipaumbele cha Watanzania kwenye hiyo fedha ambayo inakopwa kuileta nchini, ambayo mwisho wa siku Tanzania moja atakuwa anailipa? Kwa hiyo unaona Watanzania wanabebeshwa mzigo wa kulipa deni ambalo wenyewe hawakushiriki kulikopa, hawajui lilikopwa kwa ajili ya kitu gani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nadhani kama chama tunavipigia kelele sana, tutavisimamia uwazi na ukweli huo uweze kufahamika na kila Mtanzania. Kuhusiana na swala la maridhiano ya kitaifa, baada ya matukio ya kisiasa yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025, Chadema inaelewaje dhana ya maridhiano ya kitaifa? Inaelewaje dhana ya maelewano ya kitaifa? Kwanza ningependa kuweka wazi, Chadema siku zote tumekuwa waumini wa maridhiano. Ndio maana hata kabla ya Oktoba 29, kipindi chote cha no reforms no election, tunafanya mikutano ya hadhara mpaka Tundu Lissu wakakamatwa, tulisema turidhiane kwanza kabla ya kwenda kwenye uchaguzi wa 2025. Lakini CCM na serikali yake wakapuuza hayo maridhiano. Na kuna mtu alikuwa anaitwa Humphrey Polepole alisema, msikubali hao wenzenu wanataka wafanye maridhiano baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Msikubali maridhiano yafanyike kabla ya uchaguzi. Sasa walikataa maridhiano kabla ya uchaguzi, yakafanyika yaliyofanyika Oktoba 29. Wameua watu, wamejipachika serikalini, alafu wanasema Chadema tunataka turidhiane. Tunaridhiana kwenye jambo gani? Nani alikosea wapi? Kwa nini? Kwa ni maswali ambayo kwanza yangetakiwa yapatiwe majibu yake kabla ya kukaa kwenye hicho kitu kinachoitwa maridhiano. Na niseme jambo lingine hapo. Kukaa kwenye meza ya mazungumzo sio lazima ukubaliane na huyo uliokaa naye kwenye meza ya mazungumzo. Mnaweza mkakaa kwenye meza lakini mkashindwa kuelewana. Chadema hatuna tatizo na kukaa kwenye meza na mtu yoyote, lakini kwanza kuwepo na ukweli na uwazi, na isiwe meza ya mazungumzo ya kilaghai ya kupotezeana muda. Kwa hiyo kwanza kuwepo na ukweli na uwazi. Aliyekosea akiri, nilikosea sehemu fulani, na aseme kwa nini alikosea na aombe radhi. Lakini kuwepo na uwazi na hayo mazungumzo kama yatakuwepo. Lakini jambo kubwa sana, tunapaswa kuto kukaa pande mbili tu. Yaani
kuwepo na wanamuita mediator, mtu fulani ambaye yupo katikati ambaye atasimamia hayo mazungumzo. Lakini kuna shida sana kukaa ninyi mliokoseana tu mkakaa mkazungumza kwa uragai huu ambao ulishawahi kufanyika. Kwa hiyo tunaona kwanza maridhiano haya yalipaswa yawepo kabla ya Oktoba 29 mwaka jana, lakini sasa hivi wanaotaka maridhiano wanaotaka hiyo meza ya mjadala bado wamemshikilia mwenyekiti wetu Tundu Lissu. Sisi tunasema